Msikilizaji wa Iqra FM 95.0 zikiwa ni 31 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye kipindi cha siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa teule ya tarehe 11 Aprili mwaka 2025, ambapo kipindi kinachokujia kila siku ya Ijumaa cha Risala kinakuwa sasa kikianza, ukiwa nami Abdul Hamid Suleiman, na ndani ya studio tukiwa nao mashekhe Sheikh Abbas Athman na Sheikh Hassan Athman, ambao watakuwa wakitupambia, kutueleza na kutuelimisha kuhusiana na mada ya siku ya leo. Na leo ndani ya mada Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman atakuwa akitufunza, akitueleza kuhusiana na je, Yesu ni mwana wa Mungu, baada ya wasikilizaji wengi kuuliza ama kumtaka Sheikh aeleze, adadavue, atoe mwelekeo kuhusiana na swala hili, ili wale hawajui waweze kuwa wenye kuongozwa ndani ya dini iliyo haki. Na pia katika upande wa vitabu tuko naye Sheikh Hassan Athman, ambaye atahakikisha kwamba kila andiko ambalo linahitajika kupatikana basi linapatikana haraka iwezekanavyo, ama watu wanaweza kufaidi haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo ungana nasi hadi mwisho kwenye hii awamu ya kwanza. Tutakuwa nikimpisha Sheikh wetu aweze kutuelezea masuala yanayofungamana na mada. Kumbuka tukupitia 0727444454 au 0738648881 unaweza kutufikia moja kwa moja kutuma ujumbe katika awamu ya kwanza, alafu kwenye awamu ya pili nitakuwa nikifungua mitambo ili uweze kupiga simu moja kwa moja na uweze kunufaika. Na ningeomba msikilizaji upige kuhusiana na mada ambayo tutakuwa tukiangazia siku ya leo, ikiwa ni je, Yesu ni mwana wa Mungu. Je, kuna ukweli gani? Je, kuna masuala gani pia yale ambayo tunafaa kujiepusha kuhusiana na mada ya siku ya leo? Moja kwa moja nampisha hewani Sheikh Abbas Athman. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, karibu sana. Tangu Ijumaa iliyopita umekuaje? Niko salama, nashukuru neema za Allah. Kwa salama. Mashallah, tunashukuru sana tukikusikia tena ukiungana nasi hapa ili uweze kutunufaisha, kutueleza kuhusiana na mada anuwai. Na pia kwenye upande wa pili tuko naye Sheikh Hassan Athman. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mashallah, huyo ni Sheikh Hassan Athman. Umekuaje tangu mara ya mwisho wasikilizaji wamekusikia? Alhamdulillah, nimekuwa salama, nashukuru. Naam, mashallah. Na kwenye kibaridi hicho sasa ndo mnasikia kidogo sauti ya Sheikh Hassan iko chini kidogo, lakini alhamdulillah inakupisha moja kwa moja Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman, utueleze ama utujulishe kwa mada ya siku ya leo. Naam, shukran Sheikh Abdul Hamid. Nafikiri nitatangulia kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sisi, ameumba kila kitu, ameumba vitu ambavyo kwamba tunavyoviona na vile ambavyo kwamba hatuvioni. Kwa hiyo sina budi isipokuwa ni kumshukuru kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kisha namtakia rehema na amani nabii wa mwisho, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye amekuja ila kafata linas bashira wa nadhira walakinna akthara nasi la ya'lamun. Amekuja kwa watu wote, awe ni mtoaji wa habari njema, awe ni muonyaji, lakini watu wengi sana hawajui kama huyu mtume amekuja kwa watu wote. Kwa hiyo tumtakia rehema na amani. Ikiwa anwani ya kichwa ya mada ya leo ni je, Yesu ni mwana wa Mungu. Hii ndio kichwa ya mada ya leo. Na katika imani yetu sisi Waislamu, mafundisho yetu katika Qur'an, kitabu ambacho ni uongozi kwa wanadamu wote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia kwamba yeye hana mtoto, lam yalid wala yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa, bimaana hana mtoto. Imani ya rafiki zetu, wao nao wanaamini kama Mungu yuko na mtoto na wakatoa jina ya mtoto huo kwamba ni Yesu. Vile sisi tunavyomtambua, tutamtambua kama Nabii Isa alayhi salam. Wanaitakidi kama Nabii Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu. Swali linakuwa, je, kweli Yesu ni mtoto wa Mungu ama la? Kwa hiyo kwanza tutatangulia kwa kuisoma Qur'ani, kitabu ambayo ni mwongozo kwa watu wote, ili kwamba tupate picha kamili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini. Kwanza nimetangulia kwa kusoma sura fupi, kutaja aya katika suratul Ikhlas aya ya 3 na 4, lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana yule kwamba anafanana naye hata mmoja. Sasa nitaomba mwalimu wangu nisomee sura ya 19 aya 88
ili kwamba tuanzie somo hapo. Somo kichwa anwani, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Hii tunataka kujua. Wewe msikilizaji, nataka utufuatilie kwa makini, kisha baadaye uamuzi utatoa baada ya kusikiliza somo hili. Kwa sababu kwetu Waislamu naamini si mwana wa Mungu, Wakristo naamini ni mwana wa Mungu, na wale ambao kwamba tuna wafuatiliaji wa kipindi hiki ni watu wa dini ya Kiislamu na vile vile dini ya Kikristo. Ikiwa hii ni idhaa ambayo kwamba haichagui, hatusemi kwamba inachagua Waislamu ama nani, hapana, ni kwa watu wote kwamba wapate kufaidika. Kwa hiyo wote ambao kwamba unatusikiliza, mwisho wa somo hili utapata mwenyewe kuamua kwamba ni njia gani sahihi ya kufuata. Kwa hiyo nitaomba kwamba mwalimu atangulie kwa kunisomea sura ya 19 aya 88. Tusikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini katika hiyo suratul Maryam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na makafiri husema, Naam. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Subiri kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatangulia kwa kusema na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Yaani wale ambao kwamba wanasema kama Mungu amejifanyia mtoto ni watu ambao kwamba wamekufuru. Sasa Qur'an inasema makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Twende mwalimu. Bila shaka mumeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Tunaambiwa kwamba mumeleta jambo ambalo kwamba linachukiza kwa kusema mambo kama hayo. Yaani kusema kwamba Mungu ako na mtoto ni jambo la kuchukiza kabisa, kwa sababu haiwezekani kama Mungu ana mtoto. Mungu ako na sifa zake. Sifa ya Mungu ni yeye ni Khaliq, yeye ndiye muumbaji. Sio kuzaa. Sifa ya kuzaa ni sifa ya viumbe. Ni sifa ya mende, ni sifa ya panya, ni sifa ya paka. Vitu kama hivyo ndivyo vinazaa. Lakini Mwenyezi Mungu sifa yake ni kuumba. Bimaana kwamba vyote vilivyobakia ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haijafika mahali tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawacha sifa yake ya kuumba, yeye tena akaanza kuzaa. Hiyo sio sifa yake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema mmeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ako na mtoto. Twende mwalimu. Zinakaribia mbingu kutatuka. Ndio. Kwa tamko hilo na ardhi kupasuka na milima kuanguka katika vipande. Zinakaribia mbingu kutatuka. Yaani mbingu inakaribia kupasuka ituangukie sisi hapa chini. Na ardhi kupasuka. Unaona? Kwa hiyo tamko kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Yaani ni kauli mbaya, ni kauli mbovu. Ni kauli ambayo kwamba inamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki, anaichukia kabisa. Hiyo ni kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukia kabisa. Hataki kusikia kwamba yeye ako na mtoto, kwa sababu hii inaonesha kama Mwenyezi Mungu yuko na upungufu fulani ili kwamba hahitaji mtoto. Sisi wanadamu tuna watoto. Tuna watoto kwa sababu gani? Tuna watoto ili kwamba ukizeeka huyu mtoto atakuja kuwa kama yani ule wa wewe kujiegemea kwake. Pengine ukaweza kumtuma dukani. Pengine yule mtoto ukizeeka uko na mali upate kumrithisha na mambo kama hayo. Sasa Mwenyezi Mungu yeye anahitaji mtoto wa kazi gani? Kwanza Mwenyezi Mungu hazeeki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye si kwamba atakufa, kwamba baadaye akifa mali yake ipate kurithiwa na mtoto wake. Hiyo si katika sifa ya Mungu. Kwa hiyo unaposema kwamba Mungu yuko na mtoto ni kama unaelekeza katika hali kama hiyo. Na Mwenyezi Mungu katika sifa yake ni al-kamal. Yeye amekamilika. Hana sifa ya upungufu. Ikiwa leo utasema kwamba Mungu yuko na mtoto, huyu mtoto ambaye kwamba tunaambiwa kwamba ni mtoto wake, ni kitu gani ambacho kwamba ameongeza katika ile uungu wa Mungu kwamba yeye ni mtoto wa Mungu? Ama Mungu kama atakosa mtoto, nini ambacho kwamba kinakosekana? Bila shaka unapata hakuna. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye ni mkamilifu na hahitaji mtoto, kwa sababu wanaohitajia mtoto wanahitaji kwa sababu ya udhaifu na upungufu. Ukizeeka upate akusaidie, upate kumtuma labda dukani, upate pengine ukifa upate mtu wa kurithi, upate kuendeleza jina yako. Mambo kama hayo ndio mwanadamu anahitaji mtoto. Lakini Mungu hahitaji mtoto sababu sifa kama haya hana. Ndio Mwenyezi Mungu akasema zinakaribia mbingu kutatuka na milima kupasuka na ardhi kutatuka, kwa yale matamshi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Matamshi mabaya. Na nakumbuka wakati mmoja
tulipokuwa katika mihadhara tunazungumza mambo kama haya, nafikiri aya hii kaje ikatokea tukaisoma. Bwana mmoja akaleta kejeli akasema, hii aya si kweli. Tunaambiwaje kwamba mbingu inakaribia kutatuka, milima kupasuka na ardhi katika vipande kwa kusema kwamba Mungu yuko na mtoto. Kwa hiyo akawa anasema kwa kejeli kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, mbona mbingu inianguki? Akawa analeta ile shouting kama kukejeli, kuonesha kama labda aya hii si ya kweli. Lakini jibu kwa watu kama hawa, kwa sababu wako unavyozungumza, najua kuna watu wako na unasikiliza. Mwenyezi Mungu alishatoa jibu. Mwenyezi anasema innallaha yumsiku samawati wal ardha an tazula. Mwenyezi Mungu amezishikilia mbingu na ardhi kwamba isitoke pale pake. Ile matamshi kusema kwamba Mungu yuko na mtoto, kama sio Mungu kuishikilia ile ardhi na mbingu, leo kusingekuwa kitu chochote hai. Kwa hiyo wale ambao kwamba wanaosema kwamba Mungu yuko na mtoto, jiepusheni na kauli hiyo, kwa sababu ni kumtafutia Mwenyezi Mungu dhaifu na Mwenyezi Mungu amekamilika. Tuendelee mwalimu na hiyo aya. Kwa kule kudai kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto, ndio, wala haiwi kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuwa na mtoto. Sasa Mwenyezi Mungu anaweka mambo wazi, anaweka mambo bayana, anaeleza kwamba haiwi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na mtoto. Hiyo ni against, yani sio katika sifa zake. Haiwi kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto. Twende. Hakuna yoyote aliyomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema, hali ya kuwa ni mtumwa wake. Yote waliomo katika mbingu, wanadamu wote, na waliomo katika ardhi, wanadamu wote, walio mbinguni, malaika wote na nani, wote watafika mbele ya Mwenyezi Mungu wakiwa ni watumwa. Maana chochote unachoona kimetembea katika ardhi, kinasafiri katika ardhi, kinatembea mbinguni, kinasafiri mbinguni, vyote ni watumwa wa Mwenyezi Mungu na ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Sio vingine ni watoto wake na vingine hapana. Hiyo ni makosa na ndiyo msimamo wetu sisi Waislamu kulingana na Qur'an. Kwa hiyo Qur'an inasema, wanaosema kwamba makafiri wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ako na mtoto, ni nani wenye kauli hiyo? Kwa sababu kuna wale wanaosema, sasa wanaosema kwamba Mungu ana mtoto, ni nani wenye kauli hiyo? Je, Qur'ani imeweka bayana, imeweka wazi, ama Qur'ani imenyamazia? Qur'ani inaweka wazi katika sura ya 9 aya 30, wenye matamshi ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, Mwenyezi Mungu ashaweka wazi katika Qur'an, bimaana kwamba tuwajue hawa ndio wale ambao kwamba wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Nisomee Qur'ani 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na Mayahudi wanasema Uzeri ndio ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mayahudi wanasema kama Uzeri ni mwana wa Mungu, kwa sababu Mayahudi wao walikuwa walikuwa yani wanaitakidi kama huyu Uzeri, na si walikuwa, mpaka sasa kuna group ya Mayahudi ambao wanaitakidi kama Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo group ya kwanza wanaosema kwamba Mungu yuko na mtoto ni hao Mayahudi, wanaitakidi kwamba Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Twende mwalimu. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Subiri, Wakristo nao kwa upande mwingine wakasema kwamba Masihi bimaana Yesu ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Maana kwamba wanaosema kwamba Mungu ako na mtoto ni group mbili hapa kwa Qur'ani. Group ya kwanza imetajwa ni Mayahudi, group ya pili imetajwa ni Wakristo, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto. Hao wanasema, Wayahudi wakasema ni Uzeri, Wakristo wakasema ni Masihi Isa bin Maryam kwamba ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo hao ndio ambao kwamba wanasema, na ndio Mungu anasema kwamba, na wanasema kwamba mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Hilo ni jambo ambalo linachukiza. Maana kwamba wale wanaotufuatilia wako na kauli kama hiyo, wajue kwamba ni makosa kabisa kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Kwa hiyo Qur'ani pale imetaja group mbili wanaodai kama Mungu yuko na mtoto. Group ya kwanza ni Wakristo, group ya pili ni Mayahudi. Na kuna group ya tatu ambayo iko na katika sura ya 37 nafikiri, tukiteremka nafikiri pale aya ya 4, 5, 6 ukiteremka chini, group ya tatu ni wale mushriki Makkah, wale washirikina wa Makkah kabla ya kutumilizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao pia walikuwa na kauli hiyo hiyo ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, na wao nao wakitakidi kwamba
malaika ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hao wote wanaosema hivi wanaingia katika group moja ya kuleta yani ya kukufuru. Unaposema kwamba Mungu yuko na mtoto unakufuru. Na hiyo kufuru inakuja kwa njia nyingi. Kufuru ya kwanza ni kwamba unamletea Mungu udhaifu. Kufuru ya pili ni ukisema kwamba Mungu yuko na mtoto ni shirk direct. Kwa sababu leo kama nyoka atakuwa na mtoto, huyo mtoto atakuwa ni nyoka. Ndio. Tusema mwana wa nyoka ni nyoka. Mbuzi akizaa atazaa mbuzi. Yule mtoto wa mbuzi ni mbuzi tu. Kondoo akizaa ule kondoo mwisho atakuwa ni kondoo tu, maana ule mtoto wa kondoo ni kondoo. Sasa ikiwa leo utasema kwamba Mungu ako na mtoto, inamaanisha ule mtoto wa Mungu ni Mungu pia. Bimaana sasa Mungu atatoka ile sifa yake kusema kwamba Mungu ni mmoja, sasa itakuwa kwamba Mungu si mmoja lakini kuna Mungu yani zaidi ya mmoja. Kwa hiyo inaingia katika shirki. Ndio Mwenyezi Mungu akasema kwamba hiyo kusema kwamba Mungu yuko na mtoto ni ukafiri kwa sababu mingi. Moja ni inaingia katika shirki, pili ni kumtafutia Mwenyezi Mungu udhaifu. Unaona ni kama Mungu hajakamilika, anahitaji mtoto ili ukamilifu wake ukamilike na mambo kama hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa na akasema kwamba zinakaribia mbingu kutatuka na ardhi kupasuka kwa kule kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Na hiyo group ambayo kwamba wamesema hivyo ndio hawa wa Kristo, Mayahudi na vile vile wale washirikina wa Makka. Sasa ile aya 9:30 hujamaliza. Mwalimu, hebu endelea kusoma hiyo. Hujaimaliza, nimalizie kidogo. Kuna kitu pale point ambayo kwamba inasema na inazungumzia, kuna uzito mahali kidogo nataka nigusie ili kwamba watu waelewe. Hii kusema kwamba Mungu ako na mtoto imekuja kujaje? Tuendelee mwalimu. Haya ndiyo wayasemayo kwa vinywa vyao pasi na kuyapima. Haya ni maneno wanasema kwa midomo yao, kwa vinywa vyao bila kupima. Yani hawajapima weight ya maneno hayo. Weight ya maneno hayo Mungu anasema ni kubwa sana, ni mzito. Wao wanasema bila kupima, wanajisema tu kwa furaha yao, kwa imani yao, kwa kutaka kwao. Twende mwalimu. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kule kusema kwamba Mungu ana mtoto ni kuiga maneno ya wale waliokufuru kabla ya hii group. Bimaana kabla ya group ya washirikina wa Makka kuna wale waliokuwa wanasema kwamba Mungu ana mtoto. Kabla ya Wakristo kutokea na kusema kwamba Mungu ako na mtoto, kuna waliokufuru zamani walikuwa wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Kabla ya Wayahudi kutokea na kusema kwamba Uzeri yuko na mtoto, kuna wale waliokufuru zamani walikuwa wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Bimaana hii ni kauli ya wale watu ambao kwamba walikuwa wamekufuru zamani. Je, ni kweli ama ni uongo? Tukiingia katika historia tunapata kwamba kweli kabla ya hao Mayahudi, kabla Uzeri kuja, kabla ya Masihi Isa bin Maryam kuja na hao mshiriki Maka kutokea na kusema kauli kama hizo, kweli kuna watu walikuwa wanasema kwamba Mungu ako na mtoto. Ukiingia katika historia kama kule Iraq zamani ilikuwa inaitwa Babylon, wao walikuwa wanaabudia Tammuz. Tammuz alikuwa ni mtoto ambaye kwamba inasemekana alikuwa ni mtoto wa ule mfalme ambaye kwamba alikuja kupatana na Nabii Ibrahim alayhisalam. Yule bwana alipatana na Nabii Ibrahim alayhisalam, kajiita ni Mungu, wakaojiana na Ibrahim, alikuja akapata mtoto anaitwa Tammuz. Huyo mtoto akawa anaitwa mtoto wa Mungu na alikuwa anaabudiwa, alikuwa analiliwa kila mara. Ilikuwa ni ibada ambayo kwamba ilikuwa inaendelea tangu zamani za kale, wakimwabudia huyo Tammuz na kuitakidi kwamba ni mtoto wa Mungu. Hiyo ni imani ilikuwa hapo hata hajatokea huyu Uzeri. Maana ukiangalia wakati wa Nabii Ibrahim na wakati wa huyu Uzair ni kipindi kirefu sana, ni miaka karibu takriban 1500 2000. Ni kipindi kirefu kwa sababu Uzair alikuwa karibu sana karibu kwa Nabii Isa alayhisalam. Nabii Ibrahim alikuwa miaka mingi zaidi ya miaka 400 kabla ya Nabii Musa. Kwa hiyo ni kama takriban karibu miaka 2000 tayari kuna watu walikuwa wanaabudia Tammuz wakisema ni mtoto wa Mungu. Kuna dini ambayo kwamba ilikuja miaka 600 kabla ya kuja Nabii Isa alayhisalam, dini ya Kihindu. Dini ya Kihindu ukija kuangalia katika historia imetokea kitambo. Hii Kihindu ijaanzia jana. Nabii Isa yuko ulimwenguni, Hinduism iko.
Hinduism nao walikuwa na kitu kinaitwa utatu mtakatifu. Katika utatu wao mtakatifu pia vile vile walikuwa na Krishna, walikuwa wanamwabudia Krishna kama mtoto wa Mungu. Hiyo ni miaka 600 hajaja Yesu. Na Uzera alikuja katikati hapo karibu sana, nafikiri karibu miaka 300 ama 400 kabla hajaja Yesu. Kwa hiyo hata kabla hawa wale hawajatokea tayari Wahindu walikuwa na Mungu anayemwabudia anaitwa Krishna. Na wengi tu ukiingia katika historia ilikuwa ni imani ambayo ilikuwa imetembea, ni imani ambayo kwamba ilikuwa imesambaa kutoka kwa washirikina kuitakidi watu kwamba ni watoto wa Mungu. Ilikuwa ni kitu ambacho kwamba kipo na ilikuwa imefuatiliwa kwa kipindi na muda mrefu sana. Lakini yote hayo si maneno ya kweli, ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataa kabisa ile kusema kwamba yeye yuko na mtoto. Swali sasa tunarudi. Je, tunapoingia katika vitabu tunafundishwa kama Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu. Na kuna baadhi ya maandiko ambayo kwamba yako pale. Lakini la kustaajabisha ni kwamba wewe unapokuja kutufundisha kwamba Isa ni mtoto wa Mungu, kabla ya Isa kuzaliwa, je, kuna mtu yoyote alikuwa na imani kama hiyo? Haijawahi patikana. Haijawahi onekana. Haijawahi sikikana watu waliokuja kabla ya Nabii Isa kumjua Isa kama mtoto wa Mungu. Kama Yesu angekuwa kweli ni mtoto wa Mungu, Musa alayhi salam alipatiwa Taurati, alipatiwa Amri 10, alipatiwa sheria, alipatiwa vitabu. Angefundisha watu kule. Lakini hakuna kitu kama hiyo wakati wa Nabii Musa, hakuna mambo kama hiyo wakati wa Nabii Daud alayhi salam, wakati wa Nabii Ibrahim. Hawakufundisha kuwepo na kupatikana kwa wana wa Mungu. Ima imeanza tu wakati Nabii Isa alayhi salam yuko, na si ati kwamba ilikuwa hai. Hii ni imani ambayo imekuja ukiingia katika historia. Ilikuja kaleta debate sana mwaka wa 325 katika kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Nicea Council. Hapa kuna group moja walisema Yesu ni mtoto wa Mungu, group ya pili walisema Yesu si mtoto wa Mungu. Ndio wakaleta debate ijulikane, je, ni mtoto wa Mungu ama la. Na ndio hapo vitabu vilikuwa vingi vikaandikwa, vingine vikafutwa, ikabaki tu Injili 4 ambazo kwamba zilikuwa zinaonyesha kama Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini ukija katika uhakika, Yesu mwenyewe hakufundisha mahali, hata unaposoma Injili yenyewe ilivyo namna tunavyoijua, hakuna mahali Yesu amefundisha mimi ni mtoto wa Mungu. Hakuna. Pili, maandiko yanasema kwamba sote tutakuwa tunafundishwa na Mwenyezi Mungu. Bimaana mfundishaji na mwalimu wa wanadamu ni Mungu mwenyewe. Hamna mahali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaposoma hiyo kitabu kilichotangulia hicho katika Taurati, Zaburi, Injili, hamna mahali Mungu amesema kwamba Yesu ni mwanangu. Hamna. Tatu, anayejua mtoto baba yake ni nani siku zote ni mama. Sisi wazee unaweza kaa mtoto unafikiri ni wako, lakini wenye siri yote siku zote ni akina mama. Sasa kama kweli Yesu baba yake ingekuwa ni Mungu, lazima Mariamu angefundisha mahali watu kwamba baba ya Yesu ni Mungu. Hamna mahali ametamka jambo kama hilo. Bimaana kwamba haiwezekani kama Nabii Isa ni mtoto wa Mungu. Waliokuja kusema kwamba Nabii Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu na alipigia debe sana ni bwana mmoja anaitwa Yohana. Yohana katika Injili yake ndio amepiga debe sana kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu Yohana ukiangalia katika kitabu pale kuna Injili ya Yohana ambayo ndio Injili ya 4, alafu ako na barua zingine 3 ameandika. Inaitwa waraka wa Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa pili, waraka wa Yohana wa 3. Alafu kuna kingine ameandikwa inaitwa Ufunuo wa Yohana. Hizo ni vitabu 5 vya Yohana. Ndio zinapigia debe kama Yesu ni mtoto wa Mungu. Lakini tuulize tuje maandiko naye yanatufundisha nini kuhusu hii claim
ya Yohana na debe aliyokuwa anapiga Yohana ya kuonesha watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo kitabu ya Biblia ni inafundishaje? Hebu nisomee Matendo 4:13. Huyu ni Luka. Luka ndio ameandika kitabu cha Matendo. Kulingana na yeye anavyomjua Yohana na anavyomtambua Yohana na ufafanuzi wake wa Yohana inazungumza kila kitu. 4:13 Matendo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Twende taratibu. Walipoona ujasiri wa Petro. Huyu ni Peter ambaye hata Yesu kuna wakati moja amemkemea. Ni historia ndefu, tutafika wakati wake tutazungumza. Lakini naambia walipoona ujasiri wa Petro na nani? Na Yohana. Na pili amemtaja Yohana. Huyu ni Luka, amemstudy Yohana kwa sababu Luka alikuwa ni mtu anapiga research katika uandishi wake. Kwa hiyo ampiga research akamstudy Yohana, akamgundua Yohana ako na sifa moja. Sasa anasema kuna ujasiri wa Petro na Yohana. Twende. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na ilmu. Kwa hiyo kumbe naye mpiga research akagundua huyu Yohana alijulikana kama ni mtu ambaye alikuwa hana elimu. Bimaana elimu yake ilikuwa ni chache. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile usambazaji wake na ile debe aliyokuwa anapiga kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hii inatokana na elimu chache ambayo kwamba alikuwa nayo. Kwa sababu angekuwa na elimu kamili, asingezungumza maneno kama hayo. Kwa sababu Yesu mwenyewe hakufundisha, mama yake hakufundisha, Mwenyezi Mungu hajafundisha, manabii hawajafundisha kama Yesu ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye alikuwa limited katika knowledge. Ndio akafundisha watu, kupigia watu debe kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Sasa maneno haya alizungumza Petro. Je, Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Nisomee 18:4 Qur'ani. Tusikie Mwenyezi Mungu naye anasemaje kwa wale watu ambao kwamba wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Sikieni namna vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema katika Qur'an sura ya 18 aya 4. Tusikie anasemaje, nafikiri ikiwa ni aya ya mwisho tukiingia upande wa pili. Sababu muda naona ndio huo. Kweli kabisa. 18:4. Twende mwalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na kiwaonye wale wanaosema. Kiwaonye wale wanaosema. Nini kiwaonye? Ni Qur'ani. Qur'ani Mwenyezi Mungu ameileta na sifa. Sifa ni nyingi, lakini katika sifa hiyo pia nyingine anasema pia kazi ya Qur'ani ni kiwaonye wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Wanaosema kwa Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, ama wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto. Qur'ani imekuja kuwaonya watu kama hao. Inaendelea kusemaje? Wao hawana ilmu juu ya jambo hili. Qur'ani inasema anayesema ama kufundisha ama kupiga debe kwamba Mungu ako na mtoto hana elimu. Kwa hiyo kumbe watu walimstadi Yohana wakajua kama ana elimu. Luka akaja amepiga research yake kwa sababu Luka alikuwa ni mtu wa kupiga research. Amepiga research akagundua kama Yohana ana elimu katika hata uandishi wake. Na japo ameandika vitabu vingi katika hiyo Biblia, lakini hana elimu, maana elimu yake ilikuwa kiwango fulani. Mwenyezi Mungu naye ndani ya Qur'ani katika kitabu ambacho misifu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hakina shaka, naye amesema inaonya wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, hao ni watu ambao hawana elimu. Kwa hiyo maneno haya na ya Luka yanakubaliana kabisa kwamba anayesema kwamba Mungu yuko na mtoto hana elimu. Twende mwalimu. Wala baba zao hawana ujuzi juu ya jambo hili, ila wanajisemea tu. Kwa hiyo Mungu ameweka wazi kwamba hata baba zao hawana ujuzi, wao wanajisemea. Maana ni guesswork. If utasema kwamba Mungu ako na mtoto, that is a guesswork. Sio kitu ambacho kwamba ni real. Maneno ambayo kwamba ni real ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, lam yalid wala miulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa, hakuzaliwa, na hana anayefanana naye hata mmoja. Leo ukisema Mungu ana mtoto tayari unajifananisha na Mungu, sababu wewe una mtoto, yeye pia ana mtoto. Alafu wanadamu pia wana tatizo. Utapata kuna mtu wako na wake kama 4, ana watoto ambao kwamba ni dozen kama 2. Tayari hiyo ni kama timu 2 ya mpira. Yeye peke yake kidume huyo. Lakini akiingia kanisani analia, Mungu ako na mtoto. Mtoto huyo jina yake Yesu. Bimaana Mungu awe na mtoto mmoja awe na watoto 24. Haingii katika akili. Kwa hiyo nafikiri tunarudi upande wa pili kwako Abdul Hamid. Naam, shukran sana. Huyo amekuwa Sheikh Abbas Athman hapo kwenye awamu ya kwanza
ya kipindi cha risala cha Ijumaa siku ya leo, akitufunza yale ambayo yanafungamana na mada ya je, Yesu alayhi salam ni mwana wa Mungu. Ametolea maandiko mengi kwenye kitabu cha Qur'an na pia katika kitabu cha Biblia, akijaribu tu kutuelimisha. Unajua, kabla mwanafunzi hajauliza swali, kwanza anaelimishwa. Akishaelimishwa, akishajua, ndio sasa pale ambapo pana dukuduku, panahitaji maelezo zaidi ya kina, basi ndo anakuwa mwenye kuuliza swali. Na sisi katika dini ya Kiislamu tumekuwa tukishauriwa kama tukumbushane pale ambapo tunapata fursa, tukumbushane, pa kukosoa tukosoe na tuweze kuongea. Kwa hivyo kwenye awamu ya pili ambayo inakuja muda usiokuwa mrefu, basi utakuwa ukipata fursa nzuri ya kuweza kuuliza maswali kupitia 0727444454 au 0738648881. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Usikwende mbali, kipindi cha risala kinarudi muda usiokuwa mrefu. Husni dhana nzuri peke yake kwa kila jambo utakaloliona kwa mtu. Kuwa na dhana nzuri, usipende sana kukimbilia kuangalia negative. Usipende sana. Wewe mchukulie mtu vizuri tu. Hata kama mtu amepita amekasirika hajakusalimia siku hiyo, wewe fanya tu kajisahau ndugu yangu. Sio pale kapita hajakusalimia tu tayari umeshatengeneza mazingira mengine. Huyu mimi nimeona tu ana uadui tangu zamani na mimi. Chukua dhana nzuri kwanza, muache siku ya kwanza na utampata tu. Wewe muache siku ya kwanza hajakusalimia, muache siku ya pili. Iqra FM will be bringing you Quran recitations every day. Innal muttaqina fi